Leo hii nimetembelewa na dadangu hapa Joyce Onyango. Kilichofanya niweze kupatana na Joyce Onyango ilikuwa ni ile kesi ambayo mtoto aliaga, mtoto wa miaka 4. Mama ya mtoto akamwaccuse kwamba alimwachia mtoto na mtoto akahaga dunia. Kisha akamshuku kwamba yeye ndiye alikuwa mhusika. Lakini baada ya postmortem ilionyesha kwamba kilichoua mtoto ni pneumonia na other infections. So I'm here to give her the platform the same way niliwapatia mama mtoto ambaye alikuwa na accuse platform ya kumsaidia kumtafuta Joyce, na nataka nimpatie na yeye pia platform aweze kujieleza kwa Wakenya. We don't want you to be charged kwamba ulitoroka ukaacha mtoto. Nini ilifanyika ndio ukatoka? Mimi ninashukuru sana. Siku ya leo nimekutana na ndugu yangu Mosiria. Tumeelewana, tukakubaliana na ninashukuru Mungu amenitafutia job. Amekubali kunikilia jina langu ambalo lilikuwa limechafuliwa Kenya mzima. Nashukuru Mungu. Ilikuwa tarehe 1 mwezi wa 4, nikaamua kwenda kutafuta job kwa bureau ya Ruai. Sasa huyo mama akakuja, tukaelewana bei. Na the way mtoto alikuwa very mtoto alikuwa yani mdhaifu kabisa, alikuwa very weak. Sasa nilikuwa naambia tu huyo madam wa bureau, nikamwambia guy, mimi sijaifanya kazi ya 6000. Akaniambia vile Mungu amekubali, huyu madam kama amekupenda enda tukae na mtoto. Huyo dem akaniambia yeye single mother, ndio nikae na yeye. Hivyo tukafika kwa nyumba, nikaanza job, nikaendelea tu, katoto kakanipenda. Kwa hiyo siku ulienda, alikuchukua ukafika kwa nyumba, ukakwambia utakulipa 6000, ukiendelea kutegea upata opportunity nyingine. Sasa nikasema acha at least nijikaza hata kama ni 1 month, nikae na aka katoto. Because huyo mtoto alikuwa stranded kabisa, mpaka hata alikuwa walimtoa daycare. Ndio mala alikuwa anaishi. Atukika na mtoto anapigia story bila alikuwa anasumbukana daycare nini. Nikasema acha tu nikae at least 1 month. Ndio nikipata job nyingine na ninasonga. Sasa tukakaa hivyo, maisha kakuwa ni ya struggle. Mama akienda job ameenda hivyo. Kupiga simu hata kutuma pesa ya food ni balaa. Ukimpigia saa zingine anasema simu. After 3 days anakupigia, hai simu yangu ilikuwa na shida. Mpaka nachanganyikiwa, naenda nakopisha food ndio tukule na mtoto. Maisha kakuwa hivyo, mtoto akigonjeka ukipigia mama anasema mpe syrup. Syrup nitapea mtoto for 3 days, mwili kirudi chini mtoto anaendelea kucheza. Sasa ilifika hiyo date 28, kamwambia date 1 at least unitumie kidogo, tumie watoto wangu home. Because watu inafaa waingie shule na wako na anything. Kwa mwaka ni promise atanifanyia hivyo. Ilifika date 16, nikaanza kumpigia simu. Si mama umeniambia ati utanisort. Because atukwa hiyo kosana na huyo mama kwa hiyo nyumba. Atukwa hii akikuja hata hiyo time yakaa na mtu akwanga nayo. Akikuja dakika 2 na ameenda. Na tangu tukae na yeye 1 month hiyo alilala kwa nyumba mara moja peke yake. Sasa mtoto alikuwa anajua mimi ni kama mama yake. Kwa sababu mama yake akiingia, anaingia hata hajabebea mtoto hata sweet. Sasa mtoto anakuwa na ile roho ya anakuwa lonely. Sasa mimi nilikuwa karibu na huyo mtoto sana. Sasa ikakuwa hivyo, nilifika 8 naambia mama sunitumia, tunakupromise na kuwekea dosa hii. Sasa nikasikia ni kama huyu mama izinisaidia kweli na watu wangu nyumbani wananihitaji. Sasa nikasema nini? Nilikuwa na mpango wa kutoka kwa hiyo nyumba hiyo date 1 after kunipea hiyo do. Sasa vile ilifika saa 4 naona mama ni kama yuko serious, ni kama anachukua mjinga. Afadhali nifanye nini? Nioge tu alafu nimwambie akuja kae na mtoto, kwa singaacha mtoto kwa nyumba peke yake, hata anaweza asha gas ajichome kwa nyumba. Nikaamua kupiga simu nimwambie sasa nimedesign kutoka, hata kama una hiyo do nitumia baadaye ndio nitafute job nyingine. Kwa watoto wako stranded home hawajaenda shule. Akaniambia ni sawa, kama umeamua hivyo ni sawa, narudi. Tulingojea for 2 hours mama afiki na nimeshaoga, nimeka bag hapo. Na unafaa kwenda kazi kwingine. Sasa mtoto naye tulikuwa tumekunywa naye chai asubuhi saa 1. Anacheza nje, mtoto ako sawa kabisa, mtoto hata kwa mgonjwa hiyo siku. Kozi hata hiyo Thursday alinisaidia hata kuvumwa nywele. Ananiambia auntie, nywele iko smart bila niona nikiosha. Friday nikaachanga saa 5. Nikaita mtoto, weather ilikuwa mbaya hivi, nikasema acha nimvalishe kasweta at least ndio nikitoka isikuwa tumeacha mtoto na baridi ako na malaria. Nikamuita
Nikaenda nje nikamuita. Nitairisha kila kitu nataka kutoka. Sikuwa nataka agundue huyo mtoto agundue naishia. Akaanza kulia. Sababu alikuwa amenipenda kabisa. Bila alikuja kwa nyumba napata nimepack bag. Auntie unaenda wapi? Nikamwambia hapana, mimi naenda Paruai. Kuna kitu napeleka. Na si umebeba bag. Akasema ina shida, mimi narudi sasa. Nikuletee nini? Princess. Na nikamvalisha sweta. Mtoto akanisindikiza mahadi kwa gate. Mpaka akanipea kisa kanihag. Kaniambia bye, si utaniletea nini jioni? Akasema ya. Alafu nikakutana na madam mwingine, jirani wetu. Huyo mtoto alikuwa anapenda kucheza na watoto wake. Huyo madam nikamwambia please, usinikalie na huyo mtoto kwa sababu mama yake ananiambia the next 10 minutes anafika hapa. Na mimi naona hata afiki. Na mimi nachelewa kwenda mahali naye. Nahitajika kwa job nyingine. Huyo mama akasema ni sawa. Huyu mtoto amezoea kucheza kwangu, acha tukae. Sasa mimi nikatoka, mtoto akaniambia bye, nikaacha mtoto kama anacheza. Fika Ruai nikapigia mama simu. Namwambia mama mimi naenda. Hata sasa hivi napanda gari naenda Ushaga. Akasema ni sawa, sababu nilimwambia tunaenda Ushaga kujua nenda job nyingine. Akaniambia ni sawa, nikamwambia basi utanitumia do zangu. Akasema ni poa. Sasa ndio nikapanda gari kufika wapi? Hapo Bicenta. Sasa usiku saa 6 kwa nimefunga simu. Nikafika saa 7 hivi nikasema acha nifungue simu. Kufungua napata tried code saa 6:42. Nimetoka huko saa 5. Ilikuwa saa 5 ikielekea na nusu asubuhi. Kama mtoto amecheza cause cha yenye tulikuwa na yeye asubuhi ndio bado nilimwacha nayo cause food haikuwa kwa nyumba. Ule mama akwanga na buy food kwa nyumba. Ilikuwa tu ile maisha ya struggle. Cause mimi nilikuwa nakaa kwa hiyo nyumba yani masiku isonge mbio, mwezi isha at least akinipea donito. Atoke. Nitoke. Basi ikakuwa hivyo. Sasa vile nilifungua simu kapata tried call saa 6:42. Mimi waliona tu nimefungua simu. Wakaanza kunikola. Wewe ni muuaji, mbona umeua mtoto wangu? Nilishtuka sana mpaka nikachanganyikiwa. Cause unaambiwa kitu hujaifanya. Na mtoto nimeacha kama ni mzima. Kwanza nilipiga tu nduru, hata simu ilianguka sikujua. Kuna demu ile alikuwa anaenda akanipotea simu. Asika kwa wakaanza tu kunitusi kwa simu, shosho wa mtoto akipiga ni hivyo tu. Kaendelea tu. Nilifika Saturday saa 4. Hiyo story bado imenijaa kwa kifua. Kasema nifanya aje? Sasa nilikuwa nimekaa na mademu wenzangu naambia Kai Joy umekiwa mtandaoni atumeua mtoto. Angalia akasema wewe hata sitaki kumalizia video, acha mwenyewe nijipeleke police station. Kama mtu hajaniambia. Nikaenda nikaambia huyo mama pale Bicenta, kamwambia hii maneno naona kama imenijalia kabisa. Afadhali nijipeleke mwenyewe police station vile huko. Sasa vile huyo mama akaniambia uwezi enda police station peke yako. Lazima nakupea wenzako uende na kupeleke. Akanipa mademu wawili tukaenda nao. Mademu akaniambia na Joyce mbona uko tuna freedom hata uone ati nini hauna. Nasema kitu yenye sijafanya mimi siwezi nini. Acha niende hata sijaingia kwa police station. Nilikuwa first mara ya kwanza kufika kwa polisi. Nilifika kwa polisi, kwanza kuelezea polisi. Kwa hiyo akasema Joy umeua mtoto. Nikajibu nikamwambia vile ilikuwa vile nimeacha mtoto. Daka ilikuwa tu for 1 hour hata haikuisha. Naona la mtukiza inaingia. Mama mtoto. Shosha mtoto ameingia. Nikasema sasa leo. Nikapigia my bro, nikamwelezea kwa Ushago. Yeye ndio kama baba yetu, kwa sina wazazi. Nikamwelezea kaniambia wajipe nguvu. Usikuwe na wasiwasi. Kama kweli kwa innocent Mungu anajua. Nikapanda gari. Wakaniambia nipande Land Cruiser. Nilipanda Land Cruiser kama niko na ile nguvu. Nikaambia tu Mungu nipe nguvu. Naenda kuingia mali sijaingia, lakini nipe tu nguvu. Nikatolewa hapo umoja tu na Land Cruiser mpaka Ruai station. Hapo ndo nimekaa for 6 days. Nilienda Saturday hiyo Ruai police station. Monday nikapelekwa kotini. Akaniambia unashtakiwa umeua mtoto. Nikasema no, I can't do that. I am innocent girl. Siwezi na niko na watoto. Siwezi fanyia mwenzangu hivyo. Hata kama tumekosana, siwezi chukua makosa ya mama niweke kwa mtoto nimfanyie kitu kama hiyo sababu hata mimi nimezaa na feel ile uchungia mtoto. Siwezi fanyia hivyo mtoto. Na vile huyo mtoto alikuwa amenipenda sana. Akasema ni sawa, tungoje postmortem report. Nikasema ni sawa. Huyo madama akaniambia postmortem ikitoka ati mtoto sio sumu imemuua tutakuachilia. Akasema amen. Hivyo tukaenda nikarudi cell. Ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kulala cell. Lakini nashukuru Mungu
naye ni nani, alinikomboa. Ile next day ilifika, postmortem ikatolea kwamba mtoto amekufa pneumonia. Sasa ndio nikarudishwa kotini Friday, wakaniachilia. Nashukuru Mungu. Yes, kwa wale ambao mnanitizama, kwa majina anaitwa Geoffrey Mosiria, katibu mkuu wa ushirikisho na huduma kwa wananchi gatuzi la Nairobi. Leo hii nimetembelewa na dada yangu hapa Joyce Onyango. Kama mnamjua Joyce Onyango, na pia akiwa ameandamana na dada zake ambao nitakuonyesha, na pia kiongozi ambaye ni Mr. Brian, president wa ambaye anasimamia wale wasichana wa kufanya kazi za nyumba, na hata kazi yao yuko hapa. Tumeweza kukaa kwenye kikao, na I'm here to tell Kenyans and the whole world that she has been released. She's innocent. She had nothing to do with the death of that girl. So she is free. She has no case. Hana kesi yoyote. Na leo hii tumekaa na yeye tukazungumza na ndugu zake, na mimi kama katibu mkuu wa ushirikisho na huduma, kwa sababu pia mimi ni binadamu. Nimepiga simu 1, 2, 3 kwa marafiki, na tumeweza kutafuta kazi ambayo atakuwa anafanya. Nimeongea na director wa ICS College ambaye ako na branches of business including Rabbit Rehabilitation Center. Ameniashua kwamba atampatia kazi ya casual ambaye atakuwa analipwa 17,000. So Joyce, today I want to tell Kenyans that you are an innocent lady. Hauna makosa, na tumezungumza na tumekubaliana kwamba utafanya nini? Utaenda ukafanya kazi. Hebu uzungumza na Wakenya, jieleze mkutano ilikuwa aje, kama umeforsiwa ku make your decision ama it's a willing, kwa sababu hii mkutano ilipangwa na kiongozi ambaye ni Brian, na pia atatueleza, na pia dada zako mmoja wawili watazungumza. Nashukuru Mungu. Leo ni siku nzuri, tumekutana na bradhangu Mosiria. Amekubali kupatia platform. Nashukuru sana, hata akanipea kazi. Yani vile anasema ni kwamba nampatia platform pia yeye aklie jina yake, kwa sababu nilimpatia yule dada ambaye alikuwa na accuse, ambayo platform wa Kenya mkatusaidia, mkashare video, akajisalimisha. Na kwanza nataka nimshukuru, kwa sababu ingekuwa ni mtu mwingine angejificha, lakini kwa sababu she was innocent, that's why she surrendered to police station pale Umoja, akafikishwa Ruai. Ulipelekwa kotini? Yeah. Akapelekwa kotini, postmortem ikafanywa na ikaonyesha kilichoua mtoto. Na pia hata wewe iwe ni wewe, lazima ungeshuku. Iwe wewe ni mzazi umepoteza mtoto, lazima ungeshuku mtu, si ndio? Na pia alipotoka pale hakuwa at that time hakuwa amemlipa pesa yake, na huyu ndiye alikuwa kama mama ya mtoto. Kuna story amenieleza, yeye ndiye alikuwa kama mama ya mtoto, yeye ndiye alikuwa analea huyo mtoto. Si ndio? Hebu nieleze, wewe ulikuwa unaachiwa mtoto? Mimi ndio nilikuwa nalea huyo mtoto. Huyo mtoto alikuwa ananiita mpaka mama. Kwa sababu huyo mama alikuwa na shughuli na mtoto. Yeye akitoka ametoka hivyo. So nasikia, but all in all pia nitampatanisha na yule mama ambaye alikuwa anafanyia kazi, pia wao waweze kusameheana, na yeye pia kwa sababu ya ile accusation pia yeye waweze kupatanishwa, kwa sababu sitaki waishi na uadui. Na pia kama kuna mtu atatizama hii video na anataka ku reach out Joyce, maybe ampatie any kind of support, ama hata uko majuu na unataka msichana wa kazi umpeleke US, Canada, Germany, unataka kufanya kazi nje ya nchi. So unaweza reach out through do I give out your number? Unaweza reach out kama unataka kupea any support. But what I'll do is this, I'll post this forum. In my forum, you will text me your details, how you want to support her. Kwa sababu we also don't want our number to be in public domain. Kuna wale wataanza kumwandikia message wakimbuli, wakimharas, wengine wakianza kumuongelesha. So me, I'm happy we have made peace, because with me I didn't have any problem with that. I was only communicating, na hata nimewaeleza na tumesikizana. Na sasa vile ameeleza story yake mmesikia, na langu ni kusema kwamba
sometimes in life, unajua hata leo hii uache mtu kwa nyumba, ukute uliacha mtu ambaye ni kazini yako na shilingi 10,000 ukuje upata hakuna hiyo pesa, na huyo kazini yako hayuko na umtafute kwa simu, unaweza kuwa unamshuku yeye ndiye alifanya hiyo kitendo kuchukua pesa, na ila hali unaweza pata sio yeye, kuna mtu alikuja na master key akafungua nyumba akachukua hiyo pesa. So kwa sababu huyu dada amenieleza, nimempatia hii platform, na kwa sababu ni mama ako na watoto, mimi mwenyewe for my heart nimesema acha nimsaidie apate kazi, na nimeongea na one of the directors who is my friend ambaye amempa kazi, niambia ende saa hii kwa college assign to one of his institutions mahali atafanya kazi ya casual labor ambayo atamlipa 17,000, na pia kwa sababu watoto hawajakula, mimi mwenyewe from my heart nitakutumia 10,000 Joyce, utumie watoto nyumbani wapate chakula ya kukula, na hiyo ni for my heart, si ati ni kitu nafanya. Nitakutumia 10,000. Pia dada zake wako hapa ambao ni dada wakubwa. Okay, mimi naitwa Brian. Majina ya hapa kwa mtandao mimi naitwa MJ Muhatsi Junior. Na mimi ni mtetezi wa haki za wanyonge ambao ni house girls. Na nyinyi wenyewe ndio mnaniita Mr. President, na nilikubali. Wakati niliona hiyo video kwa mtandao, roho yangu ilivunjika. Lakini nikasema siku moja justice will be served. Wakati hizo results zilitoka, nilifanya video ingine na najua mliona. Nikasema ninaomba katibu Geoffrey Mosiria, sababu platform yake ni kubwa, na hiyo message ilienda. Pia aite huyu msichana afanye video imesemekane msichana alikuwa innocent. And I thank God because maombi yangu imechibiwa. Msichana ako hapa, Mosiria ndio huyu, sio fake, Mosiria original. Vile ilifanyika imefanyika tena. Kwa hivyo Wakenya wote, huyu msichana amefanya hiyo video kwa sababu ya kujisikia, na hivyo ndio tulikuwa tunataka. Hakuna mwenye amemsukuma, hakuna kitu ati amelipwa, hapana, ni kufanya kwa sababu kukilia jina yake. So Joyce, umetoka kwa hiyo shida, Mungu akubariki. Na katibu, nashukuru sana, thank you so much hata kwa kuinvite kwa hiyo ofisi, tunashukuru. Na nikimalizia, nashukuru sana katibu kwa sababu amesema kuanzia leo tutafanya kazi na yeye. Wale boss mmekuwa mkigandamiza hawa wasichana. Wale mnacheza house girls, housemaids, mnawanyima chakula, mnawanyima mshahara, mnawafukuza. Your time is up. Na kuanzia leo kama unaandika msichana wa kazi, kuwa na contract, kuwa na written contract kwamba unamlipa 5,000 which is written. Wale wenye kuna bureaus, msichana akiandikwa kazi, let there be a signed contract between the employer and you, the bureau, the owner of that bureau, so that we protect them. Kwa sababu vile ametueleza historia yake, kulingana na vile alikuwa anaishi na huyo mtoto, na pia ametuambia hata majirani ni witness wake, ila hajazungumzia hiyo. Neighbors are her witness. So kazi yangu kama katibu is to report, na kazi yangu ni communication, is part of my work. Na ukiniita nikupe huduma ya kutaka kupass information through my platform, I'll give you my platform for free. And what I say is this, nimesema yeye pia nimpe platform akilie jina yake the same way ule nilimpa na yeye amejiclear, na pia nitaorganize mkutano pia wao wawili waweze kupatana na wasameane ili hiyo kitu iweze kumtoka, ili na yeye akwe ako free. But for now, as a human being and as a leader, we have to provide solutions. Na kwa sababu dada ako na watoto, na watoto wanategea chakula, nimemtafutia 10,000 yangu kutoka kwa roho. Hiyo si ati ni ongo ama nini. Mimi I don't bribe people, I don't give bribe. I'm giving her the same way I help people, kwa sababu niko na pesa kwa mfuko ambayo imebaki kwa mshahara wangu hiyo 10,000, na nimemtafutia kazi kwa sababu hataki ateseke akiendelea kutafuta kazi. Majina naitwa Rosemary Lubale, mimi ni dada Joyce mkubwa. Wakati tulisikia taarifa ya kwamba Joyce ameshikwa, tulikuwa na huzuni sana,
but sisi ni waombezi kwa nyumba yetu. Tuliomba, nikaambia Mungu, kitu ya kwanza, hayo majibu yakitoka isionekane kuna udanganyifu mahali pale. Naambia Mungu uliye juu, hayo majibu ikitoka isionekane mtu akakuja pale na uongo, ili tujue ukweli, kwa sababu tulijua kwamba huyu mtoto hawezi fanya lolote. Sisi ni innocent, sisi hatujaishi kwa familia yetu kwenda kwa sikina, hata tujui polisi ni nini, lakini tulishukuru Mungu wakati tulisikia kwamba ana makosa na tuko na roho ya kusamehe, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba unasamehe mara 77. Ndio maana tukatafuta nafasi hii kuja kuongea na Mheshimiwa Mosera. Ni mtu mzuri, uko na heshima. Mungu akubariki. Asante. Kuomba msamaha mbele ya platform yako ili ukilie jina ya sister yetu. Tunashukuru. Mungu akulinde na kuongeze na ubarikiwe sana pamoja na familia yako, maana mkono unaotoa unabarikiwa sana. Mungu akubariki na kupatia maisha mema. Asante sana Geoffrey Mosiria kwa kutupatia opportunity tena. Mimi nashukuru sana, at least Joyce, who is my aunt, amepata nafasi ya kukilia jina yake. Hiyo ndio kitu ambacho nilikuwa nafaitia sana nilikuwa nafaitia apate haki yake, na nilikuwa na fight sana tukiwa na MJ, tukafika hapa kwa ofisi ya mkubwa Geoffrey, na tunashukuru sana kwa respect yako ambayo umetupatia kutupatia hii platform na kukubali kusafisha jina ya msichana wetu. We appreciate you so much, na ubarikiwe sana Geoffrey kwa kumpatia kazi au kumpatia kitu kidogo angalau atumie watoto wake huko nyumbani, si ndio? Alafu kitu nilikuwa naomba sana ni kwamba sikuwa nataka rudi kwa hiyo kazi ambayo ilikuwa imemletea shida. Hiyo ndio kitu nilikuwa naomba sana, na mkubwa amefanya ikafanyika kwamba harudi kwa hiyo kazi ya 6,000, anaenda kwa kazi ya pesa mingi kidogo ambayo itamsaidia na itafanya vizuri aweze kutunza familia yake na watoto wake. Unajua kuna watoto wengi sana, watoto 5 by the way. Itamsaidia sana, at least hiyo 17,000, na at least ni kazi mzuri ambayo si ya nyumba, itamsaidia sana. Tunashukuru sana na ubarikiwe sana. Asante. Amen. Yes, apart from what I'm doing, news mama na wanyonge, single mothers, wale mnadhulumiwa, munipigie simu. House girls, wale ambao mnadhulumiwa, mko na kiongozi wenu hapa Brian, reach out. Namba ya Brian ni gani? Ndio anaweza kupigia 0728343607. Rudia namba ndio watu waipate. 0728343607. So Brian atatengeneza WhatsApp group ya all the house girls, na pia hata wale watchman wanaitwa Shamba Boy. Wale pia musingoje mteswe. Reach out to Brian, a create platform whereby we are going to come up with an association to defend your rights, na pia tuweze kuwasikiza, na pia kama serikali tuko na responsibility ya kuwasupport, kuhakikisha kwamba hakuna mtu anadhulumiwa anapofanya kazi. Asante sana.